Kazeka mshamba. Nilifanya yote ili nimridhishe, mapenzi kayote, lakini bado hakujali. Baby vipi? Safi, mambo Poa. Na siku mbili tatu. Kwa nini umekuja bila kunipigia simu lakini? Ni utaarifu kipi kati hapa ni kwangu? Yaani tena naweza kuja. Sawa, hapa ni kwako baby najua. Lakini kuna wakati unatakiwa uwe na appointment, unipigie simu. Kuna wakati nakuwa nimetoka. Hata ukitoka, mimi ni kwangu hapa. Unatakiwa nifike ndani, alafu tuanze kuongea kama kuna situation tofauti, unielekeze. Mmerudiana? Basi kile, unaongea kuhusu nini? Hivi unajua siku mbili hizo umebadilika sana. Nimebadilika kivipi? Usichokijua. Nimekuona kwa macho yangu ukiwa na mzazi mwenzako mmesimama. Usichokijua ni kwamba kweli tulizungumza, ulituona tukiwa tumesimama, lakini hakuna kitu chochote kibaya ambacho kinachoendelea kati yangu mimi na yeye. Wewe unajua mimi sija nakupenda, sawa? Kusimama sawa, nilisimama naye, lakini mimi nilikuwa nimesimama naye kwa sababu ya kumpa onyo, sitaki anifuatilie. Yaani ndio hicho tu, sio kwamba labda nimesimama naye mimi nina mapenzi naye. Hakuna kitu kama hicho. Yaani mtu asimame na mzazi mwenzake alafu wasimame tu kwa uzuri. Basi ngoja nikwambie kitu ambacho wewe ukijui. Mimi mwenzako nina wivu. Alafu kwenye maisha yangu sipendi kumuona mwanamke ninayempenda anasimama na mwanaume mwingine huko. I say, nakwambia haki ya Mungu, siku nikija kukuona tena na huyo jamaa wako, nitakufanya kitu kibaya. Sweetheart. Mbona umekaa nje mwenyewe hapa mpenzi wangu? Vipi? Mpenzi wangu. Niambie. Mimi nimechoka bwana. Umechoka kitu gani tena? Sikia nikwambie. Kilichokulisha nini mpenzi wangu? Mimi bwana nataka talaka yangu. Talaka tena? Alikwambia mwanaume anadai talaka nani? Alafu kitu sichokijua, sijawahi kuacha mwanaume. Hivyo basi mimi na wewe, wewe na mimi. Sio, unielewa mpenzi wangu? Nakupenda sana. Nakupenda sana. Ngoja niende ndani nikachukue mfuko. Kiukweli nisimama naye ili kumwambia kwamba sitaki anifuatilie maisha yangu, kwa sababu toka amekuja naona ananifuatilia mara nyingi. Kwa hiyo nilisimama naye ili kumweka afahamu kwamba mimi sasa hivi aniache na maisha yangu, kwa hiyo asinifuatilie tena. Na ndio maana mimi nilisimama kuzungumza naye. Lakini hakuna kibaya chochote ambacho kinaendelea. Wengi huwa wanasemaga hivyo hivyo. Lakini kuna muda wanakuja wanabadilika. Na hofia wewe ni mpenzi wangu. Hivi unajua nilipokutoa? Yeah. Unakumbuka nilipoteseka na wewe? Nimekupokea wewe pamoja na mtoto wako. Mtoto akiwa ni mdogo sana. Mimi nimepambana naye na kuhangaika naye. Sasa leo nakwenda kuona kuna mtu anakuja na kuingilia kwenye maisha yangu. Naomba uniamini. Mimi nimeamua sasa niko na yeye tu. Na wala mimi sijawahi kumfikiria kwa chochote. Mimi nakupenda wewe na mimi maisha yangu sasa hivi nimeamua kuyaweka kwako kwa sababu wewe ndio mwanaume ambaye ninayekupenda kwa sasa. Kwa hiyo kuwa na amani, mimi naomba uniamini mimi. Sawa. Kikubwa tu kuwa makini. Mimi mwenzio nina moyo. Na pia nina wivu. Nilipata wivu sana baada ya kukuona ukiwa umesimama naye. Sitaki haya mambo yajirudie bwana. Kwa shida ni mapenzi kayote, lakini bado hakujali. Nzuri sokoni, kachukue mazagazaga, nije nikupikie ule kipenzi. Sawa baba? Okay. Sida anafanya kazi kumbe. Hapo nimtumisa kidogo tu kumbe anipenda. Sasa baba bado. Tuna nataka ninunulie nguo kama hizi. Foko mpenzi. Aya, twende sokoni. Kanunue vifaa, tuje tupike, ule, alafu unile.
Sawa baba. Sasa mimi nataka maini. Mpenzi, hilo ni swala dogo sana kwangu. Ukiwa na mimi, kila unachokitaka nitakupatia kwa wakati. Hivyo ninavyokupenda mpenzi. Okay, tuondoke basi baby. Nakupenda sana. Hata mimi pia. Na mambo mengi sana ya kufanya, lakini pia hata hivyo nyumbani nimetoka bila kuaga, yote ni kwa heshima yako. Kwa hiyo nilichokuwa nakiomba uingie kwenye point ili tujue sababu kubwa ya kuniita ni ipi. Sawa. Samahani shemeji Katete kwa usumbufu na kuharibia shughuli zako. Mimi nina jambo la muhimu kuongea na wewe. Na jambo hilo nazungumzia kuhusu Sofia. Hivi mpaka sasa shemeji Katete, unafikiria nini kuhusu Sofia? Shemeji, mimi na Sofia tulishamalizana, kwa sababu mimi nilitumia nguvu kubwa sana ya kutaka kuendelea kuishi na yeye, ila Sofia yeye mwenyewe kuna maisha ambayo kashayachagua. Kachagua maisha ya kula bata, maisha ya starehe, maisha ya kuwa huru zaidi. Kwa hiyo mimi sioni haja ya kuendelea kumfuatilia, lakini pia hata kusikia taarifa za Sofi, tafsiri yake ni kufufua makaburi ama kufukua. Kwa hiyo sioni kama kuna maana sana ya kumzungumzia mtu ambaye tayari yeye mwenyewe kashaamua kuishi maisha yake. Shemeji, unajua wewe na Sofia mlikuwa mkipendana sana. Isitoshe, wewe na Sofia ni watu ambao mmeshiriki kitanda kimoja, shuka moja, mmeshare miili. Mimi nafikiri unampenda sana na uwezi kumwacha akapotea. Hivyo natamani tufanye kitu kwa ajili ya Sofia. Ili tufanye kitu gani? Yani kitu kipi yani tukifanya? Na nikiwa tayari kama nilivyokuwa nimekwambia, yeye ana maisha yake na mimi nina maisha yangu. Sasa tufanye kitu gani kingine kipi? Shemeji, mimi nafikiri unafahamu. Kwa sasa mimi na mke wangu. Na mimi na mke wangu ni watu ambao tunapendana mno. Nzuri ndugu wangu. Karibu hapa ni kwangu. Karibu sana. Asante mama, hapa ndo kwako. Umejitahidi dada. Karibu, jisikie huru mpenzi. Asante sana mama. Sasa hapa inabidi kama umeshapajua unatakiwa uende nyumbani, uende ukajiandae kama taksi mama au bajaji, uchukue safiri ili mradi ufike hapa. Tuje tukae wote udugu. Upo sawa? Nataka ukija sasa uanze kubadilika mama, uwake kama taa. Nataka ubadilike na tufanye biashara zetu zile. Yaani mke wangu hana uwezo wa kuishi bila mimi, hajimudu kiukweli. Lakini na mimi pia sina ujasiri wa kuishi bila mke wangu, yaani sijimudu mbele yake. Kwa mimi na mke wangu ni watu ambao tunapendana mno. Kwa sababu kuniingizia habari za Sofi, hii kidogo inanichanganya. Yaani sijajua mimi nakujibuje ama na kusaidiaje kwenye hilo. Kwa sababu tayari mimi na maisha yangu, yeye na maisha yake. Sioni kama kuna haja ya kufuatiliana ama ya kujijiana vitu ambavyo kila mtu mwenyewe kachagua. Yaani mimi sioni kama kuna hiyo haja. Sijui. Hivi kwa mfano, ukasikia Sofia amefariki, utajisikiaje? Maana shemeji yangu unajua kabisa Sofia maisha yake ni ya kurukaruka. Na unajua kabisa Sofia ana akili ya kitoto. Naomba unisaidie kwa hili shemeji yangu. Unajua shemeji, mimi ni mwanaume ambaye nina huruma sana. Mimi ndio mwanaume ambaye hata nikichukua jiwe na kulitupa kwenye maji, najisi huruma na ifikiri kabisa yale maji yanaumia. Kwa sasa Sofi katumia udhaifu wangu kuniumiza. Japo sawa kuna mengi yamemkuta na kama hivyo ananielezea, lakini nikifikiria mambo ambayo kanifanya inaniuma sana. Ila anyway, mimi nimekuelewa. Tutajaribu kuyafanyia kazi ambayo umeongea. Sawa, mimi nashukuru, lakini nitaendelea kushukuru kama hayo maneno unasema yakawa ya haki, ya kweli na ukanipa support. Okay. Sawa, pia nashukuru kwa kunipenyezea hizo taarifa za kumhusu yeye. Aya, basi baadaye, kazi njema. Si unajua mambo ya kutafuta sasa Nazijua. bado hazina mwisho. Pesa haina mwisho bibi, upo. Kama ni hapa tu sasa kama zote. Unataka kubadilike.
Huyu ni mzuri eh? Kweli. Sasa wewe Peace unatakiwa ubadilike. Njoo tukae wote udogo tutafute sasa. Si unanielewa? Nakuelewa kweli. Mjini hapa. Kweli mami. Sasa je, Nitashukuru sana. ndio tufanye mambo yakae sawa kama biashara, ufanye udogo wangu kama kawaida, turudi kama mwanzo, tuko apart na upo nyonyi. Sawa. Naona macho ila moyo ndo unaotamani, tulikula kiapo bila kujua, nikiweka chondani ningejua kesho. Hamna shida, na mimi kuna kitu namalizia hapa. Nakuja. I love you too baby. Baby, sijali. Unajua naomba ukatoe vitu kwenye buti. Nilijua. Na hiyo ndio sababu ambayo imesababisha mimi hata kukumbatia utaki. Hivi mami. Kwa ina maana huyu jamaa hii jambo la kukupeleka wewe hapa nyumbani, yani sana ambapo anaifanya kwako inakuwa ni jambo endelevu kwa tena mwisho, si ndio? Unajua sikuelewi. Eh? Wewe unataka kuniharibia, si ndio? Unataka kuniharibia? Si nilikwambia tangu mwanzo yule ni mfanyakazi mwenzangu. Yule tunafanya kazi wote pamoja. Na nilishakwambia ananisaidia. Because unajua kabisa wewe mwenyewe gari langu liko garage, kwa nataka mimi nichukue taxi, si ndio? Au bodaboda, ngingi barabarani. Au nitembee kwa miguu. Hivi unanipenda kweli? Sikiliza nikwambie. Mimi si mke wako na unanipenda, basi fuata maamuzi yangu. Naomba fuata maamuzi yangu. Tafadhali usinichanganye kichwa. Nichanganyikiwe kwenye biashara, tena wewe huko nyumbani unanichanganya. Alafu pia ili nilipokuwa unipendi, unataka nitembee kwa miguu. Ulipokuwa unipendi. Hivi unichanganya. Kwani unanifanyia hivi eti? You know, you is the power of authority. Una nguvu na mamlaka. Kwa ni haki uzungumze hayo. Utafanya unachotaka. Sawa. Kaka. Naam. Hivi. Huu msaada wako wa kumpeleka yule mwanamke hapa utaishia lini? Yaani lini mwisho ya wewe kumpeleka huyu nyumbani hapa? Sasa hii imezidi. Hivi unaelewa kwamba yule mbwa amefika mpaka nyumbani? Unasemaje? Kwa hiyo unataka kuniambia huyu mzazi mwenzako amefika mpaka maeneo ya nyumbani? Amefika. Yaani ninakwambia amefika mpaka maeneo ya nyumbani. Kwa hiyo huyu mshikaji mimi ananichukuliaje? Anachukulia mimi fara alafu ananimudu, ananiweza, si ndivyo? Yaani mimi tunashindwa kumuelewa huyo mtu. Na vipi kuhusu msimamo wako wewe? Penzi wangu, unajua fika kwamba mimi nakupenda wewe. Na unajua mimi siwezi chochote kuhusiana na yule mbwa. Na ndio maana nimekwambia kwamba nikilikalia hili kimya naona kabisa. Yaani unajikuta nani wewe, nabii, yani mtu wa msaada wewe, nabii sijui Joshua, wewe Yesu, Daudi ama? Hebu nisikilize wewe. Kama unajikuta nabii, mimi mwenyewe nabii kitambo. Yaani mimi ndo nabii huyo aliyomkana Yesu, yani Petro mwenyewe ndo mimi. Kwa hiyo usijikute kwamba wewe mtu wa msaada sana. Mimi sipendi, unanikera. Sitaki kumleta huyu mwanamke hapa, inaniuzi sana. Yaani unaniuzi kiufupi, sipendi hichi kitu. Unaelewa? Kwani wewe ni nani mpaka unajibishana na mimi? Naongea na wewe nikiwa baba mwenye nyumba. Yaani hapa sasa hivi upo kwenye himaya yangu. Kwa hiyo ukaniuliza eti natoa wapi nguvu ya kuzungumza nawe. Upo kwenye himaya yangu, unaulizaje swali kama hilo? Wewe ndo baba mwenye nyumba? Baba mwenye nyumba. Wewe si mfungua mageti wewe? Unasemaje wewe? Wewe si mfungua mageti? Mimi sio mfungua mageti, mimi sio beba mizigo, mimi sio kuli. Ningekuwa kuli ningekaa zangu stendi ningepiga 200 zao. Niko hapa mimi kama baba mwenye nyumba. Kwanza wewe umekuwa nani ukajibishana na mimi? Jana. Kwanza unapata wapi nguvu ya kuongea na mimi? Wewe una haja ya kuzungumza na mimi? Wewe ninachojua wewe ni mfungua geti. Na mbeba mizigo kwenye magari. Kwanza hivi ni kazi yako. Nenda kabebe mizigo. Fanya haraka, nenda kabebe mizigo. Fanya haraka, nenda.
anataka kutuvurugia mahusiano yetu. Kwa nini iwe hivi jamani? Basi sawa, mimi nimekuelewa vizuri. Huyu mtu ananichukulia mimi kama fara vile. Iko hivi, nitakacho kwenda kufanya. Kwa hiyo yani amefanya ya kufanya huko, ameona haimtoshi, kwa hiyo anakuja kwenye familia yetu kuja kutusambaratisha, si ndivyo? Sikia mpenzi wangu, unajua fika kwamba mimi nakupenda sana, sawa? Kwa hiyo unapoenda sawa, nikafanya chochote, lakini sije ukaenda kufanya kitu kibaya afu tena na wewe ukazulika huko. Hapana, nikwambie kitu, kwenye haya maisha yangu hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kunizuru mimi wala kunifanyia ubaya mimi. Sasa basi, nitajua kitu gani cha kufanya. Tuondokeze. Fundi kaziba mshono. Samaki sangala pweza jodali. Huyu dada hodali. Mama nafurahi. Anapika mwenyewe hagiza gichai. So kama zamani. Ya kale yamebadilika. Moyo wa sasa ananipatia. Ananipatia.